Vyombo vya habari kutoka nchini Irani vimeripoti kwamba Marekani imeshambulia mnara wa mawasiliano katika kisiwa cha Siriki, mkoa wa Hormozgan, jambo ambalo Irani imesema kwamba lilikuwa ni ukiukwaji mkubwa wa usitishaji wa mapigano. Kumekuwepo na mashambulizi ambayo Marekani imekuwa ikiyafanya ya kushtukiza moja kwa moja kwenda katika maeneo ya Irani, lakini vile wakilenga zaidi katika maeneo muhimu zaidi ambayo yanatumiwa na jeshi la mapinduzi ya Kiislamu la Irani IRGC. Sasa Irani nayo bila kupoteza muda wamefanya shambulio la kulipiza kisasi dhidi ya kambi inayotumiwa na majeshi ya Marekani ambayo inadai kuwa ilitumika kushambulia mnara wa mawasiliano ulioko huko nchini Irani. Katika taarifa ambayo ilitolewa na IRGC ilisema kwamba baada ya jeshi la Marekani kushambulia mnara wa mawasiliano kwenye kisiwa cha Siriki katika mkoa wa Hormozgan takribani saa moja iliyopita, wapiganaji wa kikosi cha anga cha IRGC walilenga kambi ya anga ambako shambulio hilo lilianzia na malengo yanayokusudiwa yaliharibiwa, IRGC ilisema katika taarifa ambayo ilinukuliwa na shirika la habari la Fars huko nchini Iran. Baadaye tukashuhudia Kuwait kulaani mashambulizi ya Iran, ambapo mifumo ya ulinzi wa anga ya Kuwait ilifanikiwa kuzidungua droni pamoja na makombora, huku ving'ora vya tahadhari vikisikika kote nchini Kuwait. Hii ni kwa mujibu wa shirika la habari la serikali ya Kuwait la Kuna. Katika taarifa ya wizara ya mambo ya nje ya Kuwait ililaani mashambulizi ya Irani dhidi ya eneo lake. Sina shaka hapa ni kwamba shambulizi ambalo lilitekelezwa na Marekani lilitoka moja kwa moja nchini Kuwait, kwa sababu Irani ilishambulia kambi ambayo ilitumika moja kwa moja kushambulia mnara wa mawasiliano ulioko nchini Iran. Kumekuwepo na hali ya kutoaminiana upande wa Marekani na upande wa Irani kwa sababu ya hali halisi ambayo inaendelea kwa hivi sasa. Jana tu viongozi wa Irani walisitisha kabisa makubaliano na Marekani kwa kuona kwamba bado Israel inafanya mashambulizi huko nchini Lebanon na inakiuka makubaliano ya ceasefire. Sasa imeishitumu Marekani kwa kuisapoti Israel hadi hivi sasa kwa kushindwa kuishawishi Israel kuacha mashambulizi yake dhidi ya Lebanon hadi kufikia sasa, huku kupitia uongozi wa Israel wakidai kwamba wao wanafanya mashambulizi kwa ajili ya kutokomeza kabisa uwepo wa kundi la wanamgambo la Hezbollah huko hasa maeneo ya kusini mwa Lebanon. Sasa kwa hali hii ambayo inaendelea baina ya pande zote mbili kushambuliana, inaonyesha wazi kwamba utulivu bado haujapatikana Mashariki ya Kati licha ya ceasefire kutangazwa, lakini bado kumekuwepo na mashambulizi ya hapa na pale, japo sio kwa kiwango kikubwa, lakini mashambulizi ambayo yanapelekea hofu hata kwa wakati ujao, huku mlango wa bahari wa Hormuz hadi kufikia sasa ukiendelea kuwa chini ya udhibiti wa jeshi la Iran IRGC. Kikosi chao cha majini wako pale, wameweka uzio na hakuna meli kupita bila kupata kibali kutoka kwa Irani wenyewe. Uhalisia ni kwamba tunazidi kufuatilia kwa karibu zaidi ili kuona ni kwa jinsi gani ambavyo Irani na Marekani watafikia ile deal ya ceasefire moja kwa moja baina ya pande zote mbili, licha ya Iran kujiondoa katika mazungumzo hayo na Marekani, yaani katika juhudi zote za kutafuta amani na Marekani. Basi kwa taarifa zaidi, mtazamaji wetu, endelea kuungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.